Tayari wamekusanya alama 4, sijui itakuwaje. Kinachoanza kushinda mechi za mpira wa miguu au mapambano yoyote yale ni nia au dhamira ya dhati, kisha mbinu, hamasa na mikakati mingine hufuata. Kumbuka, nia humfanya mchezaji kuwajibika ipasavyo uwanjani, na jana wachezaji wa Yanga walikuwa na dhamira ya kutaka walau hata alama moja na ilipatikana. Nilichogundua kwa upande wa Yanga ni kwamba wameendelea kuimarika kwenye eneo la utimamu wa kimwili, hali ya kujiamini, uvumilivu, utulivu na ukomavu kiakili, pamoja na eneo la kimbinu. Jana niliona Yanga wakizuia kwenye muundo wa 4-4-2, lakini walikuwa wanafanya hybrid pressing. Hapa na maanisha muunganiko wa man to man pressing pamoja na zone pressing, kitendo cha kuzuia kwa kukaba mtu na mtu pamoja na kukaba nafasi. Iliwapa faida kwa sababu zifuatazo. Walikuwa wanafanya man making ili kuwapa muda na nafasi JS Kabylie na kufanya shughuli zao ndani ya uwanja. Walikuwa wanazuia kwa kukaba nafasi, lengo lilikuwa ni kuwapa ugumu JS kupita katikati ya kiwanja. Hata hivyo, walihakikisha wanawanyima nafasi ya kutosha katikati ya mstari. Yanga walichofanikiwa kwa kiasi kikubwa ni kujua ni muda gani walitakiwa kuzuia kuanzia juu katikati ya kiwanja, na kuna muda walikubali kuzuia kwenye eneo lao kutokana na ubora wa JS Kabylie walipokuwa na mpira. Kisha Yanga walikuwa wanalinda maeneo muhimu, mfano kwenye ile zoni ya 14 mbele ya nusu mduara uliopo mbele ya eneo la 18. Nafikiri moja kati ya vitu ambavyo kocha Pedro Gonçalves anaendelea kufanya ni kuhakikisha anajenga wachezaji ambao watakuwa na uwezo wa kubadilika kutokana na mabadiliko ya kimbinu ndani ya mchezo, lakini pia wawe na uwezo wa kutatua matatizo na sio kufuata maelekezo pekee. Unapohitaji kufanikiwa kwenye football, hakikisha kocha unawapa misingi wachezaji wako na sio kuwajibika kwa kuzingatia mifumo peke yake. Mfano wa misingi ni kuhakikisha timu inakuwa na msongamano wa watu pindi inapozuia na kushambulia, compactness, kuwa kina dips, kuwa na usawa balance, kuwa na uwezo wa kusaidiana cover na kuweka pressure kwenye mpira, yani pressure on the ball. Hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia mtazamaji wetu. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimchezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni Neli Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.